Naitwa Hans Francis kutoka hapa kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu. Nikitokea mgeni wa uongozi kutoka chama cha demokrasia na maendeleo waliofika hapa kwa ajili ya kutoa salamu za pole na kuweza kuandika katika kitabu cha maomboleo kwa chama kupitia makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Karibu sana. Fika hapa kwa niaba ya chama chetu kutoa pole kwa Kanisa Katoliki Tanzania kwa kumpoteza Askofu Kardinali Pengo ambaye wote tunamfahamu. Ni mtu ambaye kwa wale wanaomjua vizuri na wanaofuatilia historia ya nchi hii, ni mtu ambaye ni mfuasi mkubwa wa sera za Mwalimu Nyerere na mtu ambaye kwa kweli alipenda sana nchi hii. Kwa leo tumekuja hapa kutoa pole kwa niaba ya chama chetu. Kardinali Pengo hata hivi karibuni akiwa na umri mkubwa hivyo alipokuwa na akiwa mzee sana, tunakumbuka alitoa statement wakati wa sakata la bandari yetu, bandari ambazo zilikuwa zinakabidhiwa kwa wageni, na akashangaa ni kwa nini kwa miaka 64 kwamba sisi wa Tanzania hatuwezi kuendesha bandari hiyo. Inakwambia kwamba ni mtu ambaye alipenda kwamba rasilimali za nchi yetu zitumike kwa ajili ya maendeleo ya watu wetu na sio kunufaisha wageni, huku vijana wengi wa nchi yetu wakibaki maskini. Hilo ni moja, lakini la pili, leo tunapomwomboleza Kardinali Pengo, kiongozi wa kidini, ukisoma vitabu vya mtakatifu, kitabu cha Mika, Mungu anatuambia sisi binadamu ametupa uhai, ametuleta duniani, na yeye anatuuliza kwenye kitabu cha Mika kwamba ili tufanye nini. Yeye mwenyewe anatuambia ili tutende haki. Mungu anatuagiza, hili ni agizo la Mungu kwamba nendeni duniani, kwa sababu ametuleta duniani ili sisi tutende haki. Kwa mimi nitumie fursa hii kuwaasa viongozi wote wa dini nchi nzima na duniani kote, kwa kweli, ambapo kuna machafuko mbalimbali kwenye nchi yetu, ambapo tunajua mambo tunayopitia, ambapo mauaji makubwa sana yalitokea tarehe 29 na watu kujipa mamlaka ambayo kwa kweli hawajapewa na wananchi kwa mujibu wa katiba. Tunapokutana hapa tukimuomboleza mzee wetu, pamoja na hili kutukumbusha kwamba duniani tu wasafiri tunapita, lakini ili tukumbushe kazi kubwa ambayo Mungu ametuleta duniani na kufanya, ambayo ni kutenda haki. Kwa hiyo nitoe wito kwa viongozi wa dini wote, dini zote kwa kweli, madhehebu yote, tende haki, tupiganie haki kama neno la Mungu. Asanteni sana, na kwa mara nyingine nitoe pole kwa Kanisa Katoliki, nitoe pole kwa Watanzania wote kwa kumpoteza mzee huyu ambaye amehudumu kwa muda mrefu kwa kanisa na kwa Watanzania, na amefanya mengi kwa watu binafsi, lakini pia na kwa nchi yetu, kwa Kanisa Katoliki. Asanteni sana. Katika kipindi hiki ambacho kumekuwa na umesema kumekuwa na kama vile mvutano mkubwa ndani ya nchi, na wakati ambao unasema Kardinali Pengo alikuwa ni mfuasi wa falsafa za Mwalimu Nyerere, kuna deni gani ambalo sisi tuliosalia kama Tanzania ambao tuna wake na hata viongozi wa kiimani anatuachia na tunapaswa kulifanya? Mimi niseme tu kwamba deni kubwa tulilonalo wote, kuanzia watumishi wa umma, waandishi wa habari, viongozi wa dini, kila mtu katika nchi ni kuifanya nchi hii iwe sehemu salama ya kuishi, kwa maana ya kwamba kuhakikisha moja, tunapigania haki itakayotuletea viongozi wazuri watakaosimamia rasilimali nyingi tulizo nazo zitumike kubadilisha maisha ya watu. Tukiwa na haki, tutakuwa na haki kwenye uchaguzi, tutakuwa na haki kwenye mahakama zetu, tutakuwa na haki kila sehemu.
hiyo haki itatusababisha sisi tunapoenda kuchagua viongozi, tutachagua viongozi wanaowajibika kwa wananchi, na hao viongozi wakati wote watakumbuka kwamba sisi tumewekwa hapa kwa niaba ya wananchi, na tuhakikishe tunatumia rasilimali nyingi tulizonazo kubadilisha maisha ya watu. Kwa hiyo deni kubwa alilotuachia mzee ni kuyapigania yale aliyoamini. Huyu ni mtu ambaye ametoa kauli akiwa na umri wa miaka 80 kitu, anazungumza kuhusu bandari kwamba huu ni urithi wa watoto wetu, anazungumza kuhusu rasilimali za nchi yetu. Ni mtu ambaye ametoa kauli mpaka mwisho, anasema lazima watu watendeane haki. Kama hiyo microphone ya kwako, mimi nisitumie mabavu kuichukua kutoka kwako, nijue hiyo ni ya kwako na niiheshimu kwa sababu ni ya kwako. Kwa hiyo haya ndio deni kubwa alilotuachia, na ili aliweze kufanikishwa na watu wachache, lazima watu wote wapiganie hili jambo. Lazima viongozi wa dini watimize wajibu wao, waandishi wa habari watimize wajibu wao, wasomi kwenye fieldi mbalimbali, wanasheria, madaktari, walimu, kila mtu atimize wajibu wake kuhakikisha nchi hii inakuwa sehemu bora zaidi ya kuishi. Na tunaweza, kuna nchi ndogo tu ambazo zimetutangulia ambazo tukijipanga vizuri tunaweza kuziovertake kwa kupata uongozi ambao unawajibika kwa wananchi. Wakati huu ambao kuna kumbukumbu nyingi za picha na nyingi zinaonyesha katika Mtengo akiwa na viongozi mbalimbali wa kisiasa akiwaombea kwa ofisi yao na maeneo mengine kama hayo, hizi zinaonekana kama vile wakati mwingine engagement za aina hiyo kama zinatokea basi kwa wachache, na ikitokea unaambiwa hapa hatakiwi kuingia masuala ya siasa na vingine kama hivi. Hii inatoa taswira gani kwenye nchi? Ni kama kuna sehemu kama tumegeuka hivi, ama kuna vitu haviko sawa, na hasa nafasi ya viongozi wa kiimani na kiroho kwenye siasa zetu? Cha kwanza, huwezi kutenganisha viongozi wa kiimani na siasa za nchi. Watu wanaotoa hizo kauli ni watu wajinga wanaotaka kuficha maovu wanayotenda, watu waovu kwa kifupi. Kwa sababu viongozi wa kisiasa wanaenda kwenye madhehebu ya dini kuabudu, wanaenda msikitini, aidha wanaenda makanisani, lakini vile vile wananchi wote ambao wanakwenda kusali kwenye makanisa na kwenye misikiti ndio wanategemea kujenga kanisa, wanategemea kujenga misikiti, na maisha yao yote, maisha hayo ya kupata fursa, ya kupata fedha, ya kupata uchumi, yanategemea uongozi wa kisiasa. Sasa unatenganishaje hivyo vitu? How do you separate dini au masuala ya kiimani na siasa? Kwa sababu imani ndio inayo mold mtu aje kuwa kiongozi. Kama una imani haba, utakuwa mwizi, dini inakemea wizi. Kama una imani haba, utakuwa fisadi, dini inakemea ufisadi, dini inakemea ukahaba, inakemea uasherati. Sasa unavitenganishaje hivi vitu? Watu wanaofanya hivyo ni watu waoga, wanaotaka viongozi wale wazuri, wanaokemea rushwa, wanaokemea wizi wa rasilimali, wanaokemea maovu, wageuke kuwa chawa wao, na wanapokataa kuwa chawa wao wanawawanisha na watu fulani kwamba hawa ni watu fulani, hawa ni viongozi wa dini fulani, hawa ni viongozi wa chama fulani, kitu ambacho sio kweli, kwa sababu kazi ya viongozi wa dini ni kukemea uovu bila kujali huyo anaotenda ni nani, bila kujali, kwa sababu kwa watu wanaosoma vizuri historia ya Biblia, viongozi na manabii miaka yote wamekemea uovu, hata zama za wafalme. Mfalme Daudi alipomchukua mke wa Uria, alikwenda nabii Nathani kumwambia kwamba kuna jambo limetokea, na mfalme Daudi akasema huyo ni nani aliyechukua? Kwa sababu alimwambia kwa mafumbo kwamba kuna mtu alichukua kondoo wa mtu akamchinjia mgeni wake, na yeye alikuwa na kondoo wengi, akamwambia huyo mtu ni wewe. Na mfalme Daudi akaregret sana, na imekuwa hivyo. Wafalme walioteuliwa zama za Israeli tunaosoma Biblia walikuwa anointed na viongozi wa dini. Kwa hiyo hakuna namna unaweza kutenganisha hivi vitu, kwa sababu ni vitu ambavyo vinaweka hand in hand, na siasa lengo lake ni kusevu wananchi, dini au madhehebu ya dini zote lengo lake ni kusevu wananchi. Unatenganishaje? Asante. Kuna mnong'ono ambayo inazungumzika ya kwamba chama chenu na kanisa Katoliki ni kitu kimoja,
unazungumziaje? Hii inatokana na kauli za Chadema pamoja na Askofu Lowassa. Unazungumziaje? Sisi na madhehebu yote ya dini ni kitu kimoja. Madhehebu yote kabisa. Chama chetu kina kila mtu kutoka kwenye kila dhehebu na kina watu ambao hawana hata dini. Kwa sisi na madhehebu na Watanzania wote ni kitu kimoja. Asante sana.